You know, dating is very casual. Yani ni kitu cha kijamii kabisa ambacho mara nyingi hatukitazami katika jicho la sheria na kuona ni kwa namna gani sheria ina regulate masuala ya dating. Kwa sababu ni kitu ambacho sio formal, ni mahusiano ambayo hayako formal. Watu wako kwenye romantic relationship lakini it's not something formal. And of course we don't have an express law. Hatuna sheria ya moja kwa moja ambayo ina regulate masuala ya dating. Ingekuwepo labda tungeihitaji. Labda tungesema the Dating Act. Sheria ya dating. Labda tungeita hivyo. But we don't have that law. Lakini dating itself, licha ya kwamba ni kuwa ni kitu cha kijamii, and it is something casual. Sio tu ni kitu cha kijamii, ni kitu ambacho hakiko rasmi. Ni mahusiano ambayo hayako rasmi. Bado ziko sheria mbalimbali ambazo zina regulate masuala ya dating. Karibu sana kwenye Rains Podcast leo. Mimi naitwa God Rains Eston. Asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kufuatilia episodes zetu. Na bila shaka unaendelea kujifunza. Bwana, karibu sana leo, and I hope utajifunza vitu vingi leo na utaongeza maarifa kwenye account yako ya maarifa. The Rains Podcast. Hapa ufalme unatawala. Sasa, speaking about dating, as I said before, kwamba sio kitu ambacho ni kinakuwa regulated na sheria, lakini nikiwa namaanisha sio kitu rasmi. Kama nilivyosema hapo, labda tungekuwa na sheria ambayo ina regulate masuala ya dating, tungehitaji the Dating Act, sheria ya kudate. Sasa dating is not something so legal, it's social. Lakini sheria imeweka mipaka mbalimbali ambayo watu wanao date wanatakiwa kuizingatia. Na mkiwa kwenye dating, licha ya kwamba ni casual relationship, sio kitu official, mkishindwa kuzingatia mipaka ambayo sheria imeweka, mnaweza kujikuta mmeingia matatizoni. Unaona sasa. Kwa leo tunaangalia dating and the law. Yeah. You probably hujawahi kufikiria kitu cha namna hii. Kwa kama hujawahi kufikiria kitu hiki, hebu vuta kiti ukae utulie. Ukiweza ongeza sauti, then twende pamoja vizuri. Sasa yako mambo mengi ambayo sheria inazungumza na imeweka mipaka. Na kuna mahusiano mengine ambayo sheria imeweka ni haiangalii kwamba nyinyi ni wapenzi au ni watu ambao mna mahusiano hayo, tunasema romantic relationship. Inawatazama kama binadamu na binadamu. Kwa mfano, speaking about human rights, haki za binadamu. Hizi ni haki ambazo kila mwanadamu ambaye anaishi juu ya uso wa dunia anazo. Na haki hizi sio kwa namna, yani mtu hapati haki hizi kwa namna nyingine yoyote ile, yani hazifanyi kazi ili apate hizi haki. Hapana. Ni haki ambazo anazipata kwa jinsi tu ya yeye kuwa mwanadamu. So human rights. Kwa hiyo mnapokuwa kwenye dating, you should be humans. Yani kila mtu anatakiwa awe binadamu kwa mwenzake na azingatie haki za binadamu za mwenzake. Unaona bwana? Kwa haki za binadamu, tumeshuhudia kuna watu wengine ambao wako kwenye mahusiano, alafu kiukweli hawatendeani haki, yani hawapeani haki za binadamu.
Na haki za binadamu tunazijua, ziko nyingi of course. Ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafikiri ni kuanzia ibara ya 12 mpaka ibara kama ya 30 hivi, utakuta zile haki zote zimeorodheshwa pale. Baadhi ya haki ni haki ya kuishi, unaona. Kwa hiyo unapokuwa kwenye dating na mtu, zingatia kwamba mtu huyo ana haki ya kuishi. Tumeshuhudia mahusiano mengi yakipelekea waliopo kwenye mahusiano kufikia hatua ya kutoana uhai. Yaani mtu anaamua kumuua mwenzie kwa sababu kuna jambo limetokea na limemuudhi. Kwa hatua anayoichukua ni kukatisha uhai wa yule mtu. Hiyo ni violation ya haki ya mtu ya kuishi ambayo inalindwa na katiba kama haki za binadamu. Unaona? Lakini kuna haki ya kujieleza. Haki ya kujieleza. Haki hii inasema kila mtu ana haki ya kujieleza na akasikilizwa. Vipi aisee, mahusiano yako, kwenye mahusiano yako unapewa haki ya kujieleza, na sio tu haki ya kujieleza, haki ya kusikilizwa pia. Yaani kile unachokisema kinatakiwa kitiiliwe maanani. Unaona au sikilizwi tu kama mpenzi, unasikilizwa kama binadamu. Yaani unaweza ukatoa maoni kwenye hayo mahusiano kwamba mimi jamani, mimi kwenye hili mimi naona iwe hivi. Alafu unatakiwa usikilizwe kwa sababu ni haki yako. Ni haki za binadamu. Una haki ya kusema kitu na ukasikilizwa. Haki nyingine, una haki ya kulindwa. Haki ya ulinzi. Na ndio maana licha ya kwamba mko kwenye dating, usifikiri ya kwamba unayo mamlaka ya kufanya kitu chochote kwa mwenzako, na kitu kile ambacho kinaweza kikahatarisha usalama wake. Katiba yetu imetoa haki ya ulinzi. Kila mtu ana haki ya kulindwa, na serikali ndio imepewa jukumu hilo la ulinzi. Kwa hiyo serikali inalinda raia wake. Na kama nilivyosema mwanzo kwamba kuna vitu ambavyo mkiwa kwenye dating unaweza ukavihalalisha, na ukavihalalisha to the extent ambayo unaweza ukawa una deprive haki ya mwenzako ya kuwa salama. Tumeshuhudia mahusiano ambayo kwa sababu watu ni wapenzi, basi mtu anajipa mamlaka kwamba mtu anapokosea basi adhabu anayopewa ni kipigo. Kwa hiyo tumeshuhudia watu wanapigwa kwenye dating, yani sio mke. Mimi sikubaliani hata na wale wanaume wanaopiga wake zao. Mimi sikubaliani. Lakini unakuta watu wako kwenye dating, lakini mtu kashaanza kupokea kipigo. Acha bwana. Kwa hiyo ukifika kwenye hatua hiyo, wewe uelewe kabisa una violate haki za huyo mtu. Na ukiviolate haki zake, maana yake unaingia kwenye mgogoro na sheria. You are in conflict with the law. Na inapotokea unatakiwa kushughulikiwa, basi unatakiwa uelewe kabisa ya kwamba ni kwa sababu umeshindwa kuzingatia haki za huyo mtu kama binadamu. Kwa sababu kuna watu wengine wanafikirigi wenzao labda ni extraordinary people. Hawana mioyo, hawawezi kusikia maumivu, hawawezi kuumia. Kwa wanafanya vitu ambavyo vinawaumiza wenzao, alafu they act as if nothing has happened. Kwa kila mtu ana haki ya kulindwa, kuwa salama. Unaona?
Lakini pia katiba inatoa haki ya usawa. Haki ya usawa. Sasa usawa upi? Usawa katika namna ya kuwa binadamu. Usawa katika haki ya kuwa binadamu, kwamba kila mtu awe treated equally. Unaona, asiwepo mwingine ambaye mwenye ana thamani kubwa kuliko mwingine, kwa sababu unashuhudia watu wako kwenye dating, alafu in that dating ni dating ambayo inamfaidisha mtu mmoja tu. Mwingine yuko tayari kuumia, yuko tayari kupitia maumivu kwa sababu ya furaha ya mtu mwingine. Of course inaweza ikawa ni act of love sometimes, lakini unashuhudia mtu anajitoa katika extent ambayo inamletea madhara makubwa. Hakuna usawa kwenye hayo mahusiano, ukandamizaji mwingi. Mwingine akikosea kosa hili ni sawa, na mwingine akikosea kosa hilo sio sawa, anaadhibiwa. Hakuna usawa. Sasa katiba imetoa haki hiyo, haki ya usawa. Kila mtu anatakiwa kuwa treated equally katika ubinadamu wetu. Mimi sielewi kuna namna ambayo unaweza ukawa umeamua kuyaendesha mahusiano yenu, lakini the minimum point ni haki yake yeye ya kuwa treated equally. Kwa hiyo huwezi ukaenda sehemu ukasema umefanya hicho ulichofanya ukamuumiza mwenzako, na sasa you are in conflict with the law, alafu ukasema wewe ulikuwa mkubwa zaidi yake, au wewe ulikuwa binadamu zaidi yake, au wewe ulikuwa mtu zaidi yake. Kila mtu yuko sawa kwenye macho ya sheria, and they should be treated the same. Lakini kuna haki nyingine ambazo ni nyingi, tusitazisema kwa leo. Unaweza ukaenda ukasoma mwenyewe, alafu ukajionea pale. Lakini pia kuna section nyingi tu ambazo ziko kwenye sheria ambazo zina guide masuala ya dating. Kwa mfano kuna kitu kinaitwa age of consent. Age of consent ni umri ambao mtu anaweza akawa na akili ya kukubali. Yaani sheria inatambua kwamba kuna umri ambao mtu akifika anaweza akawa na capacity ya kukubali mambo, na kuna umri ambao sheria inatambua ya kwamba mtu akiwa katika umri huo hawezi akawa na akili ya kuchakata jambo hilo alafu akalikubali. Kwa hiyo sheria inaweka restriction kwamba in that age mtu huyo hawezi kuwa na consent. Na moja kati ya kitu ambacho sheria inakikataza ni mtoto. Of course kwa sheria zetu sisi mtoto ni yule ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18. Kwa akiwa na miaka 17 huyo ni mtoto. Na sheria imeelekeza wazi kabisa, na hili ni kosa la jinai na ni kosa kubwa kabisa, kwamba mtoto maana yake mtu ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18 hawezi kufanya maamuzi ya kushiriki tendo la ndoa. Na mtu yoyote ambaye atashiriki na mtoto, nikiwa na maanisha wa kike, akashiriki naye licha ya kwamba mtoto huyo alikubali, basi huo ni ubakaji na ni kitu ambacho tunaita statutory rape. Sasa kipindi hiki dating bana imekuwa ni shida kweli kweli, kwa sababu unakuta hata vibinti vina miaka 14, 15, 16 they are dating, wako kwenye dating. Sasa kama tunavyojua kwamba watu ambao wako kwenye dating wako kwenye romantic relationship, na wengi wakifika kwenye eneo la dating na wakawa na hizo vitu tunaita romances, they normally tend kutokuwa na mipaka. Kutokuwa na mipaka. Kwa hiyo wengi hujikuta wanaanza kushiriki tendo la ndoa
lakini hawajafika ule umri wa kisheria ambao sheria inatambua kwamba anaweza aka consent kufanya kitendo hicho. Kwa hiyo ukifanya tendo la ndoa na mtoto ambaye hajafikisha umri wa miaka 18, maana yake wewe unavunja sheria na unafanya ubakaji, tunaita statutory rape. Kwa sheria kama sheria haijakataza moja kwa moja kudate na mtoto ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18, lakini directory imeenda kukataza mtoto ambaye ni wa umri yani mtoto, maana yake mtoto nikisema mtoto maana yake huyu ni mtu ambaye yuko chini ya miaka 18 kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia kuna wale wanafunzi, sheria pia inakataza kujihusisha na vitendo vya mapenzi na wanafunzi. Na nikisema wanafunzi hapa namaanisha level ya shule ya msingi, sekondari na zile tunaita shule za upili, yani A level, advanced level. Kwa chuo sheria ni ile ile, kwamba kwa chuo sheria haikatazi mtu kwa sababu ni mwanafunzi, lakini inakataza mtu kwa sababu yuko chini ya umri wa miaka 18. Kwa hiyo mtu anaweza akawa yuko chuo lakini yuko chini ya umri wa miaka 18. Bado mtu huyu ukishiriki naye vitendo vya ngono unavunja sheria na kosa lake ni ubakaji. Kama mnavyoelewa, ubakaji kifungo chake labda kinaweza kikaanzia miaka 30 na kuendelea. Unaona? Lakini pia kuna kitu ambacho tunaita utayari wa mtu. Kwenye dating ni ya watu wawili, maana yake ni watu ambao wamekubaliana na wameingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Hakuna mtu ambaye anamforce mwenzie. Imefika mahali wamekubaliana na wako kwenye hayo mahusiano. Sasa inapofika wakati ambao unamlazimisha mtu kuingia na wewe kwenye mapenzi, maana yake unavunja haki zake za msingi. Kwa hiyo moja kwa moja unaingia kwenye conflict na sheria, kwa sababu mwisho wa siku utajikuta unaingia kwenye masuala ya udhalilishaji wa kingono, kwenye masuala ya assault, mambo ya kushambulia watu, iwe ni kingono au kwa namna ya kawaida, kwa sababu unatumia force. Na unapotumia force, manake matumizi yale ya nguvu yanaweza kukusababisha ukataka kumdhuru physically au ukataka kumdhuru emotionally. Masuala haya yote yanalindwa kisheria. Kwa hiyo kama mmeamua kuingia, basi iwe ni kwa consent ya wote wawili, ikiwa nyote mmefika katika ule umri ambao sheria inafanya nini, inaruhusu. Kwa hiyo tumeshuhudia vitu kama ubakaji, vinaibuka kwenye yani vitu kama ubakaji vinaibuka pale mtu ambapo anamlazimisha mtu mwingine kuingia naye kwenye mapenzi, lakini mtu mwingine hataki. Kwa hiyo anachofanya yeye pale ni kumbaka, na kumbaka maana yake ni kumlazimisha kufanya mapenzi na yeye, ile hali mtu huyo hajakubali kufanya hivyo. Lakini kuna vitendo vya sexual assault. Mfano, mtu mwingine amemkuta dada wa watu, anamshika kwenye maungo yake, amemshika kwenye makalio, amemshika kwenye maziwa na sehemu nyingine ambazo ni nyeti. Huo sisi tunaita ni unyanyasaji wa kingono. Kwa hiyo ile kwamba umempenda mtu au una date naye haimaanishi ya kwamba inakupa haki ya moja kwa moja wewe kufanya kitu chochote juu yake unachojisikia. Unajua hata wale ambao wako kwenye dating
na wamezoea kushiriki labda vitendo vya ngono, kama asipokukubalia kufanya hivyo alafu ukafanya hivyo, maana yake unabaka. Kwa kuna mipaka yake ambayo imewekwa kisheria. Lakini pia eneo lingine kuna eneo linaitwa, na hii ni haki ya binadamu, the right to privacy, yani haki, I don't know sijui niite kwa namna gani kwa Kiswahili, but the right to privacy maana yake haki ya mtu kuwa na vitu ambavyo anaweza akaviconceal, akavifanya siri. The right to privacy. Sasa kumekuwa na vitendo ambavyo vinafanyika kwenye dating and it's very normal. Mtu ana violate haki au uhuru wa mtu mwingine wa kuficha taarifa zake. Hivi ulishawahi kujua kwamba hata kama ni girlfriend wako and you are dating, hauruhusiwi kushika simu yake na kuikagua na kuingia kwenye uwanja wa message na kufanya nini, na kuaccess taarifa zake kama yeye hajakuruhusu? Ushawahi kujua kitu cha namna hiyo? Kwa hiyo doing that ni kuvunja haki yake, na ni haki za kibinadamu kabisa ambazo zinalindwa na katiba. Unavunja haki yake. Ili gumwe. Lazima mimi nitashika. Anyway, ni nyinyi mnaamua, lakini akiamua siku kukufikisha kwenye vyombo vya sheria, uelewe kabisa kwamba hilo ni kosa kisheria. Usiseme hukuambiwa. Kwa hiyo simu yake hakikisha ukitaka kushika basi akuruhusu. Sema nataka kwenda kwenye message. Anakwambia mimi sitaki, unamwambia unaficha nini? Mimi nataka kwenda. Kagoma pale, kipigo, vibao. Unamwambia fungua. Unafanya makosa mawili kwa wakati mmoja. Kwanza, violation of the right to privacy. Lakini la pili unamfanyia assault. Unampiga. Vitendo vya kupiga havikubaliki na ni kinyume na sheria. Ni vile tu kwamba wengi hawaamui kuchukua hatua, lakini si kwa kuchukulia hatua maana yake utaingia matatizoni, utajikuta kwenye matata. Unaona? Kwa hiyo kuna wale ambao wanaingilia haki za watu za privacy. Kagua simu na mwingine ana access taarifa zile bila mwenyewe kujua. Amehack WhatsApp. Kwa hiyo yeye kule anasoma message, mwenzie ajui. Simu zinaingia kule, kahack jamaa, kila kitu kinachofanyika anaona. Mimi sielewi sababu ya kufanya hivyo, lakini ninachoelewa ni kwamba ni kinyume na sheria. Na ni swala ambalo linaweza likakuweka matatani. Unaona? Kuna vitu vingi vingine ambavyo sheria pia inaviangalia. It's a concern of the law. Kuna kitu tunaita defamation. Defamation ni kutoa kauli ambazo zinachafua ile legacy ambayo mtu anayo kwenye jamii yake. Kwa ukatoa kauli aidha kwa kuchapisha au kwa kusema, alafu kauli hizo zikachafua legacy ambayo huyo mtu, au heshima ambayo huyo mtu anayo kwenye jamii yake. Ulishawahiona watu wakiachana namna wanavyosemana vibaya? Atasema hiki na kile na kile. Wengine wanafika hadi kwenye hatua
ya kusambaziana video, unaona wanaita connection wenyewe. Kwa hiyo wakati wako kwenye mapenzi na mapenzi yalikuwa yamekolea, walikuwa wanapigana picha, wanatumiana picha, wanarekodiana video, baadaye wameachana. Sasa anaanza kumchafua mwenzake, kumkomesha. Mengine atayasema ya uongo, mengine atayasema ya ukweli. Atatoa uvumi wa hapa na pale ili kuhakikisha ile image ambayo yule mtu aliyekuwa nayo kwenye jamii inaharibika. Defamation, unaweza ukamdefame mtu, kuchafua ile character, ile good character ambayo, ile legacy ambayo mtu anayo kwenye jamii, na hilo ni kosa kisheria. Anaweza akakushtaki na ukawajibika kisheria, pasipo kusema ni mpenzi wangu, nina date naye. Hapana. Kuna kitu kingine kinaitwa breach of promise to marry. Wale ambao huwa mnawaahidi wenzenu mtawaoa, alafu amuaoi. Unaona? Anaweza kukupeleka mahakamani na akakushtaki. Unajua mnapokuwa kwenye dating is still an approaching stage. Yani ni hatua ambayo mtu hajatengeneza msimamo atafanya nini na wewe kwenye maisha. Bado anakusoma vile. Kwa inafika mahali ambapo unamwaahidi mwenzio vitu vingi sana. Nitakuoa, nitafanya nini? Kumbe unamdanganya. Kuna mazingira tu unayavizia hapo uyapate, alafu uamshe. A breach of promise to marry. Ushaona wale watu wanaomwambia mwenzio nitakuoa. Kwa hiyo mtu anakaa naye kwenye mahusiano akielewa kwamba mimi nimepata bwana, nimeshapata mume, anakataa kabisa watu wengine kwa sababu ulishamwahidi kwamba utamuoa. Unaona? Alafu baadaye unakuja kukacha wakati ulimwahidi utamuoa. That's a breach of promise to marry. Na muda mwingine dada wa watu anaweza kawa amejitoa sana kwako. Amefanya vitu vingi sana kwa kutazamia ya kwamba wewe utakuja kumuoa. Wewe ndio wake wa milele. Ndio wewe. Alafu leo unataka kumkacha. Unaenda wapi? Wanaweza akakupeleka kwenye vyombo vya sheria na ukashughulikiwa. Ukiahidi kuoa bwana, wewe ahidi. Ahadi si ni deni, unatakiwa kulipa. Lipa deni bwana wewe. Ukiahidi utaoa, basi oa. Hatari kweli. Lakini breach of promise to marry haioperate kwa wanaume tu, hata wanawake pia. Unaona, umemwahidi mwenzako utaolewa naye. Unaona? Na mwenzako amejitoa kwako. Tunasemaga kuna zile zawadi ambazo unapewa kwa sababu mwenzio kasha kuweka kwenye matazamio kwamba huyu ni mke wangu. Kununulia na gari, akujengea na nyumba. Sasa huko ni mbali kwa kweli. Akununulia na simu. Alafu umepata hivyo vitu vyote. Leo unataka kusema haumtaki. Si uliahidi utaolewa naye? Wewe ulimwahidi utaolewa naye. Alafu leo unataka kupeperuka, haiwezekani. Tutakupeleka kwenye vyombo vya sheria ukashughulikiwa huko. Na hizo zawadi zote ambazo tulikupa, tunasema gift in contemplation of marriage. Tulikupa kwa matazamio ya kwamba utaolewa. Alikupa kwa matazamio ya kwamba atakuoa. Sasa zawadi zake ulipokea, alafu leo unataka kukimbia, haiwezekani. Kwa hiyo ukiamua kusema utaolewa naye, usije baadaye ukaanza kugeuka na kuleta janja.
punde si punde unataka kupeperuka. Haiwezekani. Kwa hiyo unaweza ukashughulikiwa na ukarudisha vile vitu vyote ambavyo mwenzio aliingia gharama kugalamikia ili wewe akuandae kwenye mazingira ya wewe kuwa mke wake. Lakini kitu kingine kwenye mazingira ya dating is laying the foundation. Ndo mahali ambako watu wengi wanaenda wanajuana. Sasa kuna mahali ambapo ukikosea kwenye hatua ya dating unaweza kujikuta umeuziwa mbuzi kwenye gunia. Mbuzi kwenye gunia. Sasa una date naye na unajaribu kumsoma, lakini kumbe mwenzio kila kitu anachokileta kwako ukijue ni fake. Kwa unafikiri unamjua, kumbe humjui. Sasa dating inapokuwa ni foundation kuelekea kwenye mahusiano mengine makubwa yanayofuata kama uchumba na ndoa. Unaendaje kwenye ndoa na mtu ambaye amekudanganya vitu vingi? In fact humjui. Hujawahi sikia stories za watu ambao wamefika kwenye ndoa washaoana, ndo kuna mambo sasa yanaanza kufunguka, anaanza kuyajua, alafu anasema hili mbona hukuniambia? Hukuniambia? Sikukwambia lini? Tulipokuwa kwenye dating niliuliza hili nitaka kufahamu, ukaniambia hivi, alafu leo mbona mambo yanakuwa hivi? Unaona? Kumbe talaka inaweza ikatengenezwa kutoka kwenye dating. Sasa tukizungumzia talaka is the concern of the law. Hili ni swala la kisheria kabisa, kwa sababu umefika kwenye hatua ya ndoa, na hatua ya ndoa tunasema that is an official relationship. Ni mahusiano ambayo yanakuwa established by the law, na kama yanakuwa established of the law, any disturbance to that relationship it is a concern of the law. Kwa hiyo mkifika kwenye talaka, sheria ina chip in. Lakini ninachokisema hapa ni kwamba inawezekana talaka ikatengenezwa kutoka kwenye dating, kwa sababu dating ni foundation. Just imagine umeoa mke, mwanzoni mnaponanilia akakwambia yeye ni bikra, she's a virgin, ukasema asante Mungu, kwenye maisha haya na uchafuzi huu nimefanikiwa kupata msichana bikra, asante Mungu. Mmeenda kwenye uchumba, ukasema okay, nimepata. Mmeenda kwenye uchumba, mmefunga ndoa, siku ya harusi kuna kitu cha consummation. Ule usiku wa harusi mnataka kuconsummate, wao gundua kumbe sio bikra. Unamwambia vipi bwana, imekuaje? Si uliniambia ni bikra? Anakuambia ni kweli nilisema ni bikra, lakini kwa maanisha ni bikra ya kiroho, yani nilishawahi fanya lakini nilitakaswa na damu ya Yesu. Kwa hiyo ni bikra wa rohoni. Unasema kumbe sasa maskini na wewe ni mtu wa ibada, mtu wa kanisani, unasema basi siwezi sasa kumhukumu mtu alishatakaswa, ametakaswa kwa damu ya Yesu. Anakuambia hivyo. Unasema okay, tuendelee, sio shida sana. Kwani ni chakula? Sio chakula kwanza. Tuendelee. Baadaye unakuja kugundua sio tu kwamba alikuwa sio bikra. Unakuja kugundua kwamba ana watoto wawili na aliwaacha nyumbani kwao. Nini kinafuata hapo? Hii ndoa inaingia kwenye mgogoro. Baadaye tunasikia watu wanafukuzia talaka mahakamani. Lakini foundation ya hii talaka ilitengenezwa wapi? Ilitoka kwenye dating. Labda angesema ukweli, ungehesabu gharama kama Biblia inavyosema kwamba ukitaka kujenga nyumba, hesabu kwanza gharama. Usije ukafika eneo ukaishia njiani, alafu watu wakaanza kukucheka. Huyu naye alijikuta kama ndo yeye ndo nanili kweli. Ona sasa alipofikia. Lakini kumbe ungemwambia mwenzako angehesabu gharama.
na labda angekukubali hivyo ulivyo, alafu kusingekuwa na matatizo hapo mbele. Kwa hiyo foundation ya hiyo talaka imetengenezwa kutoka kwenye dating. So dating, despite of the fact kuwa sio legal in essence, lakini in some ways it is legal, kwa sababu kuna mipaka fulani ya kisheria inatakiwa kuzingatiwa huko ndani. We have this tunaita prohibited relationships, mahusiano ambayo yamezuiwa kisheria. Kwa hiyo licha ya kwamba dating ni swala social, kuna mahusiano ambayo kisheria hayawezi, yani dating haiwezi kutokea kati ya watu wa namna hiyo. Na moja kati ya watu ni wale ndugu. Huwezi ukadeti na kaka yako, haiwezekani. Huwezi ukadeti na baba yako mzazi, huwezi ukadeti na mama yako, huwezi ukadeti na dada yako, huwezi ukadeti na mjomba, shangazi, hawa ndugu wa karibu. Kwa that's a prohibited relationship. Na ikigundulika iko hivyo, that's a concern of the law. Na ikigundulika mlifika mbali zaidi, basi hilo linakuwa ni kosa la jinai na mnaweza mkashughulikiwa barabara kisheria. We have that. Lakini pia tuna prohibited sexual acts, vitendo ambavyo ni vya kingono ambavyo vimezuiwa kisheria. Na hii nitaisema wazi kabisa, samahani kwa wale ambao wanaweza wakawa hawapendezi sana na hii, lakini kuna vitendo ambavyo sheria inavikataza, na violation of which ina attract criminal responsibility. Kwa mfano kuna vitendo kama ulawiti ambavyo inawezekana vinasikika sana kwenye kipindi hiki, lakini ulawiti ni kosa la kisheria. Kwa hiyo kuna hizo prohibited sexual acts ambazo hamwezi kufanya licha ya kwamba mmekubaliana. Sheria imeweka mpaka na hamwezi kufanya. Hamwezi kusema sisi ni wapenzi, we are dating. No. So I hope umepata maarifa ya kuelewa at least kwamba the law is concerned about dating. Watu wanao date wanatakiwa kuzingatia mipaka ambayo imewekwa kisheria. Hatuna sheria ambayo ina regulate dating directly, lakini sheria mbalimbali ukizikusanya utakuja kuona ya kwamba zinawa confine watu wanaotakiwa kudate wa act in a certain way, kwa wanatakiwa kuzingatia. Asante sana kwa kunisikiliza leo tena, and thank you so much. This was I bet this was an insightful episode. Mimi naitwa Godrains Eston, na omba tuendelee kujitayarisha na episode inayokuja next week. Na kuheshimu sana, ninakupenda sana, na kutakia siku njema na wiki njema.